wengi eti anafikiri akichumbia basi ni zawadi. Kwa nini wewe usimpe zawadi, wewe usipewe zawadi? Kwa nini wewe ndio tu wewe unatoa zawadi? Peaneni basi. Na wavulana wengine kwa kutoa zawadi hapati msichana sahihi kwake. Halo, unashindwa kujua kwamba anakupenda wewe au anapenda zawadi zako. Mwisho wake anakubali. Akiingia ndani ya nyumba unaona sio mwenyewe. Si vibaya ya kupeana zawadi, lakini isiwe kigezo. Ninyi wavulana, huwa nawaambia wavulana, hata mama yako hujawahi mnunulia hata nguo. Amekusomesha mpaka umefika hapo, hujawahi mnunulia mama yako kitenge. Afunge afurahi, lakini una kazi ya kuhonga. Wewe utakuwa na akili zako hazina akili, wewe una tatizo. Umesikia wewe kijana? Umesikia? Huna akili. Una kazi ya kuhonga tu. Badala ungempa mwanamke wako wa kwanza anayeitwa mama yako, akakubariki, una kazi ya kupoteza pesa zako. Sasa hivi kuna simu nyingi. Kuna mawasiliano ni mengi. Salimianeni kwenye simu kama hamna ajenda. Kutana na mchumba wako tu kama mna ajenda ya kujadili. Hakuna ajenda yeyote. Unasema nakuja kukutembelea. Haya, mmeshafika. Hodi, karibu. Habari za huko? Nzuri. Habari za chuoni? Salama. Habari za nyumbani? Salama. Habari za kazi? Nzuri. Si hakuna cha kujadili. Mnaanza sasa. Yani wewe una macho mazuri. Yani wewe ukiambia sasa una macho mazuri na aibu inakuja, si ndio? Na mwanaume ukitaka umloge aibu. Na ndio maana nawaambia wanawake walioolewa, usimkazie macho mumeo. Mwanaume akaziwi macho. Mwanaume anatakiwa kuonewa soni. Soni. Haya. Wale walioa na kuolewa tupungiane. Wakati mnaposana nini kilikuwa kinatokea mkitazamana? Si ndio Alafu nini kinatokea? Tabasamu moja matata. Sasa hivi eti mtu ana ndoa ya miaka 3, miaka 5, miaka 10. Anamkazia macho mumewe mpaka mume anaona haya. Wewe umepita mlango gani unatuaibisha? Mwanamke yake ni macho eti. Unamwangalia mumeo kwa jicho na unaona haya. Si unamkazia macho mpaka mwanaume ndio anaona aibu. Hapana. Hii ni kinyume na binti na mvulana. Hawa ndio wakaziane macho. Sawa Kwa sababu jicho lililolegea ni silaha, ni bunduki mke anayeweza kutumia kwa mumewe. Wewe sasa usiitumie wakati wake bado. Sasa mnajikuta hamna kitu cha kujadili. Yani wewe ni mzuri ujue. Unajua na hii mikono yako mizuri. Milango 5 ya fahamu inaanza kufanya kazi, mnajikuta mmeingia dhambini. Kisha ingia dhambini, roho inawauma siku ya kwanza. Baada ya hapo roho iumi tena. Unajua? Roho wa Mungu akiwa kwa mtu, dhambi inamuuma. Lakini akiondoka. Ndio maana wengine wameendelea kufanya mambo ambayo zamani roho ilikuwa inawauma. Sasa hivi roho haiumi tena. Hata wewe shahidi. Wakati unapika vyakula na Sabato unakumbuka roho ilivyokuwa inakuuma? Je, bado inakuuma? Umekwisha. Muangalie kwanza. Je, msichana kumfuata kijana na kumwambia kaka samahani, mimi nakupenda, naomba unioe, haiko kwenye maandiko. Kuna mtu alinishangaza sana eti akamtumia Ruth. Kwani Ruth alikuwa msichana? Eti Ruth alikuwa msichana? Si alikuwa mwanamke yule mjane. Sasa unamlinganisha na yeye eti alivyoenda kulala miguuni kwa Boazi. Aya. Sasa yule si alikuwa mwanamke na mila ilikuwa inataka arithiwe, ndio maana akaenda kuichokoza ile mila. Huyo sio wa kumuiga, maana hakuwa msichana kama wewe mwanangu. Wewe ni msichana. Sasa sikilizeni. Neno la Mungu linasema hivi, uhusiano wa mume na mke unafananishwa na uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Sawa sawa? Kati ya Kristo na kanisa, nani kaenda kumwambia mwenzie I love you, lilo langu limekudondokeamo? Nani? Kijana anapoona binti hana habari na anamuona hapo siku zote, lakini kumbe yeye anamuwazia kwamba anampenda. Anapoanza kumwambia nakupenda, hataki, anambembeleza. Anapokubali, lile tendo la kupenda na kutii linachukua nafasi. Biblia inasema mume ni kichwa cha mkewe, kama ambavyo Kristo mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mkewe. Na kichwa cha kila mwanaume ni nani? Kristo. Kama ambavyo kichwa cha Kristo ni nani? Ni Mungu. Sasa ukigeuza hayo mambo hayakai. Sasa niwaambie kitu. Kwa nini ndoa nyingi leo za vijana sio tamu?
Vijana wengi wa kike wanaoa, wanaposa, na wao ndio wanatoa mahari. Kwa namna gani? Sasa unakuja lini jamani kwetu na wewe? Si uje tu. Nitakuja, ila si unajua mwenzako ndio nimemaliza tu chuo, ndio sina bado kipato. Basi mimi nitakupa uje. Unapewa pesa, unakwenda kutoa mahari. Hiyo ipo sana tu. Na ajabu ni kwamba ndoa zote zilizofanya hivyo zina magomvi. Anakuja kutoa ile mahari. Kwa hakika hapo aliyemuoa mwenzake ni nani? Ngoja, hamjaelewa bado. Wakati Esau anamuuzia Yakobo haki ya mzaliwa wa kwanza kwa macho ya kawaida, we unaweza mchukue binti yangu hapa ana eti nimwambie basi sasa tuuziane, wewe chukua tu huo ukubwa, mimi nimekuuzia? Hivi inawezekana? Mimi si ni mkubwa tu, lakini mbinguni imeandikwa. Mbinguni imefanya nini? Imeandikwa. Vijana wengi leo wanaolewa kwa uvivu wao, uvivu wa kufikiri na uvivu wa kufanya kazi. Sasa mkifika ndani ya nyumba, Mungu ameweka ndani ya mwanaume utawala uko ndani yake. Tukifika pale ndani, si ule utawala wako unataka sasa kufurukuta utokee. Lakini mimi si ndio niliyokuoa? Mimi si nilikulipia mahari yangu? Unajikuta baba umepoteza mwelekeo. Kama vile unanikubalia kila kitu kwa sababu nilikuoa. Sasa je, binti hana cha kufanya? Anacho. Sawa Hata sisi wenzenu wa mama tulioolewa. Sasa kwa vile havistahili na vingine vinarekodiwa, ningewaambia wanawake wanafanana tu. Sawa, hatusemi. Nasema tu kwa vitendo. Tuseme ili iweje sasa? Unasema kwa vitendo na muingiza mkenge, baadaye anaona yeye ndio kaanza, kumbe wewe ndio umeanza. Si mshaelewa wenyewe? Tupongeane, wameelewa hivyo. Mathayo 7 fungu la 7 anasemaje? Ombeni nanyi mtapewa. Anasema fanyeni nini? Hivi kweli binti umeomba kweli ya kutosha? Mabinti wengi hawaombi, na hawaombi kwa sababu anataka mwanaume mwenye funguo 3. Anataka aolewe na kijana ambaye ana kila kitu. Awe na funguo ya nyumba, awe na funguo ya gari, awe na funguo ya ofisi. Umekwisha. Vitu vinatafutwa pamoja. Ungetafuta kijana ambaye ana Yesu. Kijana mwenye Yesu ana kila kitu, niwaambie. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Kijana anayemcha Mungu hata kama hana kitu. We unaangalia huyu kijana ana akili zenye akili, mkubali haraka. Kwa sababu mtashirikiana naye katika kutafuta. Usiangalie aliyefanikiwa tayari. Kwa sababu hapo we unafuata kule kufanikiwa, haumfuati yeye. Sawa sawa? Binti omba kwa imani. Mwambie Mungu akupe mume anayempenda yeye. Kwa sababu yeye ndiye anayejua we nani anakufaa. Sawa? Muachie. Halafu kuna siri hii, si niiseme mchungaji? Niiseme. Kuna siri hii. Mwanamke ambayo sasa ndio inaendana na kule kwenye kuposa kule, kwamba kwa nini mwanamke asipose? Ni kwa sababu mwanaume yeye anavutiwa na anasisimuliwa na mwanamke kwa kumtazama. Yaani hata kama nimevaa nguo hivi namsisimua mume wangu. Lakini mwanamke, hata mwanamke aliyeolewa, hata mwanaume angekaa uchi, wala sana anamtisha, lakini wala kwani nyie mbona mnacheka? Kwani mimi nimesema nini? Nyie mkoje? Lakini nyie mna matatizo gani? Mmesikia? Kwa hiyo kwa sababu hiyo hakuna kitu mwanamke atafanya kwa mwanaume ambaye hampendi ili ampende. Hamjaelewa? Yaani yale tunayosema fanya hivi kwa mumeo ni kupalilia penzi ambalo lipo. Mmeelewa? Mwanaume ni vigumu sana kuishi na mwanamke asiyempenda. Na ndio maana wachungaji watahukumu, watabembeleza, mashemasi, atamwacha huyo mwanamke. Yaani mwanamke hana kitu cha kufanya kwa mwanaume asiyempenda, hana. Sawa? Kwa hiyo ukimlazimisha akuoe, utakapoingia ndani ya nyumba ndio atagundua kwamba kumbe hakupendi. Hawezi kukaa na wewe. Lakini ajabu ni hii. Mwanamke ana uwezo wa kuishi na mume asiyempenda tena kwa furaha. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanaume ana vitu vya kufanya ili mwanamke avutiwe naye.
Sisi tunavutiwa na maneno matamu. Maneno matamu. Ndio maana unaangalia unasema jamani, yule mwanamke mzuri. Lakini mumewe jamani akitabasamu kama analia. Sisi haituhusu. Sisi yani maneno yale matamu. Mwanamke maneno matamu yani anamfanya hata miguu haisimami. Sawa Kwa hiyo wewe ukilazimisha huyo mwanaume akuoe, utaumia baadaye. Huna cha kufanya. Mpaka yeye mwenyewe akupende. Na hapa ni wakumbushe vijana. Hakikisha huyo binti uliyempenda ukimweka kwenye mizani ya wasichana wengi abaki yeye. Yani we mpime anabaki tu yeye. Sawa Ukiona kuna dosari. Sawa. Lakini na wewe usisahau kwamba huoi tu mwanamke. Unaoa mchungaji wa wanao, mwalimu wa watoto wako, daktari, nesi, hakimu. Sawa mwanasheria. Yani ni sifa nyingi mno. Unaoa mchumi wa familia yako. Jamani wanawake ni wachumi. Mwanaume ukimpa 10,000 aende sokoni harudi na kitu. Jamani kwani uongo? Na ili uelewe ni hivi, kijana kabla hajaoa maisha yanamsumbua. Mshahara huo pato hilo akioa, unashangaa nyumbani vitu vinaendelea kununuliwa. Wanaendelea kununua masofa, na mshahara ni ule. Kisa ni nini? Kaingia mchumi hapa. Sisi unacheza nini? Mchele shilingi ngapi? 1,800. Na wewe 1,800 huu. Mbona pale Juma yeye anauza 1,600 kama huu? Basi ngoja niende kanunue kwa Juma. Kumbe wala hamna. Basi njoo. Sasa unaniuzia shilingi ngapi? 1,600. Na wewe nanunua kilo 10, basi 1,500. Haya lete. Amesave shilingi ngapi hapo? 300 mara 10. 3,000, si ndio? Anaenda kwenye nazi. Anaenda sijui kwenye nini. Lakini mwanaume anaona akisema hivyo amepungukiwa. Shilingi ngapi? Tena wauzaji wanapenda wanunue wanaume kwa sababu hata bei anamuongezea. Mimi binafsi sipendi mume wangu aniende. Sipendi aniende kwa sababu wanamdhulumu, staki. Wanamuuzia bei kubwa, staki. Naenda mwenyewe nikasave. Umeona mwanamke? Kwa hiyo huoi tu mwanamke, unaoa mchumi wa familia yako. Mwanamke hayo mambo, mwanamume ukitumia mwanamke vizuri, mnaendelea. Na ndio maana wanaume wengi anaona kama mkewe anataka kumpanda kichwani. Yani kama vile anataka, kumbe ni ile ana mambo mengi anayotaka kufanya kwa wakati mmoja. Tambua aina ya mke uliye naye. Sasa hao waliooa, wasiooa, jipime ubavu wako na hiyo iko kichwa unachoenda kukiingia. Unaweza kaenda kuingia kichwa ambacho kina akili nyingi kuliko wewe kabisa. Na utaona hapa unaburuzwa. Angalia akili yako. Unaweza ukaoa mwanamke ana akili nyingi. Alafu wewe unabaki tu anataka kunipanda kichwani. Anataka kunipanda kichwani. Kumbe hapana, ni ana akili. Jipime sasa. Sawa? Jifanye nini? Binti, omba. Mwambie Mungu vile unavyotaka. Na hiyo ninamwambia mtu yeyote aliyeoa asioa, jamani maombi ni kila kitu. Yaani mngejua hiyo siri. Sikiliza Bwana anavyosema. Anasema mngekuwa na imani, mngeuambia mlima ung'oka ukatupwe baharini. Halafu yeye ndiye anayesema ombeni. Yaani yeye ndiye aliyesema. Kwani hapa amesema uombe nini? Si amesema omba. Omba unachotaka. Anasema katika Yohana 16:23 na 24, omba utapata ili furaha yako iwe timilifu. Ni kitu gani ukipewa furaha yako itakuwa timilifu? Wewe ndio unajua. Omba lakini uombe kwa imani. Sawa Kwa hiyo wewe binti uwe muombaji. Soma neno la Mungu, omba kwa imani. Alafu usimpe Mungu sharti, muachie ya kuchagulie mume kwa sababu yeye ndiye anayejua. Kadhalika na ninyi wavulana ni hivyo hivyo. Alafu uwe mkarimu wewe binti. Mabinti wengi wa siku hizi ukarimu sifuri. Ukarimu sio kumpa mtu kitu. Sikia nikwambie. Kuna mtu anaweza akawa mgeni akija haraka sana anampa chakula. Lakini wanaoenda pale wanasema yule mama sio mkarimu. Na kuna mtu hata mgeni akienda ampi kitu lakini wanasema yule mama mkarimu. Ni kwa nini? Jamani karibu, habari za nyumbani. Mnaendeleaje? Unakunjua na uso. Mabinti wetu wengi anachagua aina ya watu wa kuwaheshimu na kuwakirimu. Akiona kijana anayeona kwamba anamfafaa, huyo ndio anamheshimu. Tena na magoti. Kaka, shikamo.
kaka habari. Lakini akiona yule ambaye yeye hamvutii, hana kitu hivi, hamuheshimu, hata salamu hampi. Kuna kitu hujui. Huyu unayemdharau rafiki yake ni yule unayemtaka wewe. Anapoenda kumuomba ushauri, unajua atamwambia nini? Yule binti ana kiburi sana, hutamuweza. Hana heshima. Umesikia unavyojipotezea muda? Kumbe wewe ungeheshimu watu wote. Mabinti wengi wa mama wa kanisani wanawadharau, wanasema wao wa mama ni wambea. Si ndio hivyo? Hujui. Huyu mama mbea hapa, ana mama rafiki yake kule Morogoro. Mwenzangu, natamani binti wa huko kwetu ndio aolewe na kijana wangu. Naomba unisaidie kuniangalilia. Na wewe unamdharau huyu mama. Atakutaja. Umepatikana. Kumbe ungekuwa tu mkarimu. Sawa Wamama unawaheshimu wamama wote. Wewe unapata hasara gani kwenda kwa mama? Wenzenu zamani tulikuwa tunatumia kutwanga, kuchota maji. Unaenda kwa mama, nimekuja nije nikusaidie kazi. Sasa hivi hayo hamna, hata kwenda kumsalimia. Hebu basi binti uwe mkarimu. Na tunaona ukarimu katika Mwanzo 24 ulimsaidia Rebeka. Sawa Eliezeri aliweka tu ishara yake, lakini kwa ajili ya ukarimu wa Rebeka akajikuta amekuwa mlengwa, si ndio? Haya, alafu usiruhusu kuonjwa. Hapa ndipo mabinti wengi wanaanguka. Yaani, ukikubali kuonjwa, wavulana kama hana shida na wewe hasa, anawasimulia wenzake. Ukipita, jamani yule binti ni mzuri. Sasa yule aliyokuonja yule, hamna kitu chochote hapo. Mimi pale tayari, wewe na ukitaka nenda. Si umeona? Wavulana wanaambiana. Mtafanya siri, lakini wanafanya nini? Wanaambiana, utabaki. Usikubali kuonjwa. Na wewe kijana usionjeonje watoto wa watu. Kwa sababu pia wasichana watakukataa wakijua ulikuwa na fulani. Usifanye hiko kitu, ni vibaya, na tumeshasoma mafungu, tumejifunza. Alafu binti uwe nadhifu muda wote. Sasa binti gani anavaa kama mama? Hiyo tabia kwa kweli hata mimi siipendi. Yaani jamani, kuna mavazi ya mabinti, sio mavazi yale ya sio na adabu. Kuna mavazi ya wamama sisi na mavazi ya mabinti. Mabinti vaeni vizuri, muwe nadhifu. Sawa sawa Sijui niseme. Basi tu. Na maanisha uwe nadhifu, vaa vizuri. Sawa Pendeza. Na unajua nyewe wavulana, mwanamke mzuri mrembo utamuona asubuhi kabla hajaoga. Unapita kwake saa 4. Unamkuta yani alivyo. Jamani. Hapana. Mwanamke ameumbiwa kuwa smart, kuwa nadhifu. Hata sisi wanawake tulioolewa, hakikisha kwamba unakuwa vizuri. Kuna wanawake wengi akienda kanisani ndio angalau anachana nywele, angalau kidogo, lakini umkute anashinda nyumbani mwanamke. Paka mwanaume anaangalia anasema ngoja hapa niseme kitu. Unakuta wababa hawa shida yao iko kwenye macho. Na ndio maana Ayubu anasema nimefanya agano na macho yangu. Shida ya wanaume wote, haijalishi mchungaji Mbaga au mchungaji mwingine, kwenye macho. Kwenye macho. Kwa hiyo ninyi wanawake mlioolewa, shika macho ya mume wako, yatawale macho yako kwa vile unavyoonekana kwake. Onekana nadhifu muda wote. Unajua hao wanaume wanakutana na watu wengi warembo wanaojua kuvaa vizuri, na wewe uwe smart vizuri. Sawa? Alafu wanawake wengine wakishinda nyumbani, ngoja nionyeshe, hapigi jeki. Mwanamke anatakiwa apige jeki. Umesikia? Hata kama unashinda nyumbani, unapiga jeki. Sasa wewe jeki unapiga, na kwa vile wale watoto wamenyonya unakuta limefika hapa. Na mwanaume akiangalia, wanaume wanachukia. Mwanaume akikutana na mwanamke kabla hajaangalia usoni, huwa anaangalia hapa kwanza. Sasa wewe mama, hata kama umeolewa unanyonyesha, vaa vizuri. Sawa kwa sababu ili uendelee kushika macho ya mume wako, aendelee kukupenda. Mimi mabinti, kuweni nadhifu, vaeni vizuri. Unaokota t-shirt wowote ule, tena umeandikwa maandishi makubwa, kilimo kwanza. Alafu hapa kifuani jeki ukupiga, kilimo kwanza, alafu linakuchora. Au wengine wanavaa vitu vinaitwa vidora vile, madera. Lidera wapi na wapi na mwanamke vizuri. Tunakosea sana. Mahali kwa kuvaa nguo kwa mumeo unavaa kwa watu.
Zile za kuvaa kwa watu unamvalia mumeo. Aya, onekana vizuri muda wote kwake. Mimi haijalishi nina miaka mingapi ya ndoa. Yaani kwanza hapa ndio kwanza naposwa. Hapa ndio kumekucha, ndio naposwa jamani. Uwe mkweli, binti, kijana, uwe mkweli. Ndio, sema ndio, na Yesu ndivyo alivyotufundisha. Amesema kweli yenu iwe namna gani? Nitakujibu, kumbe una kijana mwingine. Huyu kijana hapa anapoteza muda wake. Atakapogundua, yule kule atagundua, atakuacha, na huyu naye atakuacha. Umekosa wote. Ukimfanya Mungu kuwa wa kwanza, kila jambo unalofanya lina thamani.